Okay, by the way ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena, so tukasema tuweze kufika maeneo ya Kimara ndani huku. Ni Chido huyu ambaye sasa hivi anafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni namna ambavyo biashara yake amekuwa akiweka kwamba watu wakija wanapata chochote kitu. Sio kwamba watapata kula, lakini kuna vitu vingi wanapata. Chido vipi? Safi za kwako. Lakini kwema. Jamani. Hivi Chido, ilikuwa ni wazo lako kuwa hivi au ilikuwaje? Mimi nataka uniambie. Ni Mungu tu kusema ni wazo langu. Hatukukaa kwamba tuna discuss kwamba tunaanza kitu fulani. Kimetokea tu. Kwa ni Mungu tu mimi nahisi. Maisha yako watoto walikuwaje? Mimi nimelelewa katika misingi ya dini. Nimeokoka toka nipo shule, namtumikia Mungu, kapita ujana hapa katikati, lakini ukiachana na yote bado nimeokoka na nampenda Mungu. Kupita ujana katikati umehitaja kwa namna fulani hivi kwamba kuna sitofahamu ilikuwa kubwa. Hebu tuambie maisha yako ujana alikuwa namna gani? Yani inamaanisha unajua sasa hivi wadada tuna ulokole wa kijenzia. Ndio maana mimi napenda kuwapagana wabaluza anasemaga wadada. Nawaambiaga ukweli maisha ya kilokole sio hivi ni hivi. Yaani kwa sababu mlokole tupo ujanani, unatumia vilevi, unaenda club, unavaa isivyompendeza Mungu na si unajiita mlokole. Huo ndio ujana. Unajua maisha ya chuo mtatoka mtaenda club, utavaa isivyompendeza Mungu. Yaani mambo ya namna hiyo. Ila sasa hivi nimeokoka kabisa, nampenda Yesu, yani mlokole safi. Ukiingia ukiandika mlokole safi unanikuta. Okay. Ndio. Wateja wako wakati wanavukuja hapa wakasikia mapambio na zile nyimbo zinazoimbwa hapa? Kwanza siku za ibada, Alhamisi na Jumapili tunazidiwa na wateja. Nachomshukuru Mungu. Kwa hiyo mpaka unazidiwa na wateja hizo siku ina maana wewe umelipokea wengi. Kwa nini uliamua kufanya hivyo? Kwa sababu nimetamani kazi yangu imhusishe Mungu. Yaani ndani ya kazi yangu niwe nafanya kazi mbili. Nafanya kazi ya mikono yangu, pia namsifu na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ndio sababu kubwa. Wako ambao wanadai kwamba unawalipa watu ili waje kuja kuimba mapambio hapa kwenye saluni yako. Ni ya kweli hayo? Sijawahi kufanya hivyo, sijawahi. Nashukuru Mungu sasa hivi wengine wananitafuta, dada mimi napenda kuimba, naweza kuimba, naweza nikaja, namwambia karibu. Kwa hiyo sijawahi kumlipa mtu aje kuimba. Wenyewe kwanza wanapenda na ni wadogo zangu, tunakutana kwenye maibada. Nimekwambia mimi nimeokoka, kwa hiyo nashiriki ibada mbalimbali, mikutano mbalimbali ya dini. Kwa hiyo na wadogo zangu wengi waimbaji. Kwa hiyo Chido nakuja kusuka sawa, akija na basi tunaomba utubariki, utuimbie. Maana kuimba pia ni baraka unaitoa. Kwa hiyo anatubariki, wanaimba na wenyewe wanapenda kwa sababu kitu wanachokipenda wanafanya kwa moyo. So lazima niwalipe. Wewe unazishaga mapambio ni wewe au ni watendaji wako kazi ambao mwajiri hapa? Mimi mwenyewe ndo namba moja. Yaani mimi hata asipokuwa mwimbaji, asipokuwa nani, mimi mwenyewe ndo namba moja. Nitaimba, nitaanzisha kama ni tenzi, tunapenda sana tenzi za rohoni, tutaimba pamoja na wao wanaitikia. Taenda pale tuanzishie tushuhudia wewe sije kani ni AI. Okay, so far wengi wanajiuliza kwamba unawezaje kuwakutanisha watu wa dini mbili tofauti, kwa sababu tunaonaga na wenzetu pia wakiwa pia wamevalia ile mavazi yao na wanaimba nyimbo za tezi za rohoni. Hiyo pia imesababishwaje na idea ilikuwa vipi? Umetumia mbinu gani? Tumevaa hivyo kipindi hiki cha Ramadhani. Mimi na watendakazi wa Islam na sisi sasa hivi wa Kristo tupo kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwa kuvaa stara sio lazima uwe Muislamu tu. Kwa hata sisi kuna muda tunasema leo kesho ofisini tutavaa hivi. Kwa unajikuta tumevaa vile na tunaingia kwenye kuimba. Na pia mimi watendakazi wangu wa Kiislamu wanapenda sana tunachokifanya na wanaimba kiasi cha kwamba huwezi jua kama huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo. Na kuna wengine namshukuru Mungu yani wanaokoka. Namshukuru Mungu hapa. Bwana wewe. Kwa hiyo tuseme hili ni kanisa au tuiweke vipi? Kanisa bila sadaka, bila mahubiri. Watu wanakuja hivyo wanasukwa, wanaimba baada hapo wanalipia. Sisi ndio sadaka zenyewe hiyo au hiyo tunaweka vipi? Sadaka wakati mimi nimekusuka, umelipia nywele, sadaka utoe bila kusuka. Nitasema hiyo ni sadaka. Kwa hiyo hata wakija siku ambazo hatuimbi wanalipia kusuka na wakija siku tunazoimba kusuka kunalipiwa kama kawaida. Okay. Yes. Chido, mimi nafahamu kwamba nyuma pazia wewe ni mtu ambaye ni maarufu sana hapa Dar es Salaam na wengi wanakuappreciate sana. Vipi comment za wachungaji na watumishi wakubwa? Mimi najua kuna baadhi ya watumishi wakubwa sana ni watu wako karibu. Wanalizungumziaje hili? Wengi wamenipongeza, wameniahidi watafika, wamependa ninachokifanya. Pia namshukuru Mungu nchi za wenzetu wameitikia sana. Kama Nigeria zimejaa text zao nyingi, wachungaji wa Nigeria, wachungaji wa Kenya wameniahidi hata nikitaka kwenda Kenya leo watanipatia
sehemu ya kufikia na kila kitu, nikatoa huduma Kenya walau hata siku 3. Yes. Bwana wewe. Waimbaji wa gospel ni wengi sana. Juzi tulimuona Malkia hapa, Rose Muhando alifika hapa, tukaona naye pia kama anasuka mtu. Alikuambia nini? Hebu nataka uniambie. Cha kwanza namshukuru Mungu, ule mama tangu afike hapa baraka zikauki. Yaani tangu alivyokanyaga miguu yake kwenye ardhi ya Chindo Point, na kama mliona clip nilipost, nilimwambia mama naomba uniombe chochote. Sawa, aliniombea mambo mazuri, aliniombea mambo mema, na yale mambo yanaendelea kutendeka. Aliniambia kwamba mtabarikiwa, mtopungukiwa, usiogope unachokifanya kwamba utapoteza wateja wa aina fulani. Hapana, Mungu atakuletea wateja unaoendana nao. Yaani usiogope. Unachokifanya ni kitu kizuri. Kuna watu wana vitu moyoni. Kuna mtu hata nafasi ya kwenda kanisani hapati. Sawa, wengine hawaamini hata hayo makanisa, lakini anavyokaa hapa, anasikia mnamsifu Mungu, nyimbo zinamgusa, mnaabudu kweli. Kuna kitu unajenga kwa watu. Kwa hiyo namshukuru sana, ameacha baraka eneo hili. Kwa naambia sababu ya kuanzisha hii ni kwa sababu watu walikuwa Alhamisi na Jumapili wanajaa sana hapa. Kwa ukamua, yani nataka uniambie kwa nini uliamua ni uruhusu kwamba watu wakija wafanye mapambio na hizo tezi za rohoni, ili kwaje? Yaani sio kama nimeruhusu, yani mimi mwenyewe ndo nafanya. Yaani mimi mwenyewe nafanya. Alafu tumeanza zamani. Yaani sisi toka zamani tunapenda, yani tukiwa tuna kazi labda zibaki chache, hamna wateja wanaosubiri, mimi naambia jamani, mteja samani, tunaomba tuimbe na tumotivate, tunavyoimba inatupa yani ile sijui nikwambie chachu ya kazi, na tunapenda. Kwa hiyo tukawa tunafanya hivyo toka zamani. Kwa hiyo sio kwamba nimeruhusu kwamba sasa tumeanza, no. Mimi nafanya hivyo toka zamani. Sema imetokea wakati wa Mungu, ni wakati sahihi. Sasa hivi ndio kimeonekana kwa watu na mataifa yote. Lakini sisi tunafanya, yani ni utaratibu wetu. Mimi napenda, yani napenda hicho nachokifanya. Okay. Kuna ambao walishakuja hapa kwamba wanakuja hii ni saluni kwamba bana mimi naenda pale kwa ajili ya kusuka. Alafu ghafla anafika anashangaa mapambio yanaimbwa. Haije kumkwaza mtu labda kumkata mtu kama bana sasa mambo gani ya jamaa tunaleteana. Cha kwanza tunaheshimu dini za watu wote, tunaheshimu wateja wetu kuliko chochote. Kwa hiyo kabla ya kuanza iko kitu, huwa tunatembea kwa mteja mmoja mmoja. Yaani kabla tujaanza tunatembea kwa mteja mmoja mmoja anayehudumiwa samani, tunafanyaga ibada zetu za kusifu na kuabudu. Utakuwa comfortable kukaa hapa? Akisema hapana, huko ndani nina vyumba umeona karibia 6. Kwa hiyo kuna vyumba ambavyo mtu akikaa hatosikia chochote kinachoendelea. Kwa hiyo tunawatoa. Sio kwamba tunaanza sasa bila kuwaomba watu, hapana, huo sio taratibu. Ndio maana tunasema tunaheshimu dini za watu wote, tunawaheshimu wateja wote. Huwa tunawatoa, tunawaweka pembeni wasiotaka, wanaobaki pale sasa ujue wameridhia wenyewe na ndio wamekuja saa nyingine kwa huduma hiyo kuliko hata kusuka. Kwa hiyo wasiotaka ni kama wangapi labda inatokeaje? Ndio tangu nimeanza sijawahi kupokea mtu anasema mimi sitaki. Labda mimi sitaki kuonekana kwenye kamera. Maana yake tuna shoot sasa hivi, tuna share kwa watu. Kwa wengi ninawapata kwamba mimi sitaki tu kamera, ila nataka sehemu nisikie. Kwa tunaweka karibu ila kamera kule haifiki. Vipi mwitikio wa viongozi mbalimbali wa kiserikali hapa? Nashukuru Mungu, juzi tulitembelewa na mheshimiwa naibu waziri. Mama amekuja, amesema tunachokifanya ni kitu kizuri, na yeye ametusupport na ametuahidi mambo mazuri. Pia wengine wananitumia tu message. Yes. Wanakuambiaje? Wananipongeza, wananiambia ninachokifanya ni kitu kizuri, wanatuahidi tu kwamba watakuja. Yaani kama mtu akwambia mimi nitakuja mahali hapo. Ni hivyo. Sasa huu wingi wa watu ambao wanafuliza kuja kwa kasi mpaka wanasema unazidi na wateja. Umeweka mbinu gani au njia gani ya kuweza kukidhi sasa wateja wako kuwapa mahitaji? Kwa sababu kama watu watakuwa wanajaa mpaka unazidiwa inakuwaje hapo sasa? Nimeongeza pale nje, kuna tuna karabati, tumeongeza tenti. Na pia nashukuru Mungu kwa sababu ninaenda kuongeza ajira kwa vijana wengine ambao wako mtaani, kwa sababu wateja wanavyozidi inabidi watenda kazi nao wazidi. Kwa hiyo ninaenda kuongeza ajira tarehe 15 mwezi wa 3 nitafanya interview ya wasusi, na pia ile sehemu itazinduliwa rasmi kwa sababu ni sehemu kubwa, ndio itakuwa inajihusisha na kusifu na kuabudu hapo nje. Alafu ndani tutafanya private kwa wasiotaka. Una ndoto za kufungua kanisa? Hapana, sina wito huo. Kwa nini una wito? Ule ni wito. Ukiangalia hata watumishi ambao wamehudumia lazima ni roho wa Mungu, yani anakuwa amekushukia, anakuambia kwamba yani hapa unatakiwa ufanye hiki. Sio kwamba eti Watanzania wamekusupport, wamekupokea unachokifanya ukakurupuka kufungua kanisa. Wewe utakuwa sasa unaendesha tu na hisia za mwili. Vitu hivyo ni vya rohoni. Mungu akuite kufungua kanisa. Mimi Mungu ameniita kusema na wasichana na wamama na wadada kwa njia ya kumwabudu na kumsifu basi.
Juzi nilikuwa nimekaa mahali watu wakawa wanasema, mimi nataka mwanamke wangu anaenda kufanywa huduma kwenye saluni, kwa sababu kwenye saluni kuna mambo mengi sana yanaibukaga. Kuna watu wanadai kwamba kule saluni kuna vishawishi vingi sana. So far vijana wanakuambia nini huko mtaani? Simu ni nyingi za wakaka wengi wamenipigia, wengine wanalipa. Mimi nataka lipa namba nilipe ili mke wangu nisije nikampa hela akaenda saluni nyingine. Nataka aje hapo. Kwa hiyo mwitikio wa wakaka umekuwa mkubwa sana. Yaani wakaka wananipigia simu sana. Mke wangu sitaki aende saluni nyingine hivi na hivi. Wanalalamika wenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mungu wakaka amelipokea. Wanakupigia simu kabisa wanakuambia sitaki mke wangu aende kwenye saluni nyingine. Na analipia kabisa. Hapo siko Chido, naomba lipa namba, unamtumia, analipia. Basi mama anakuja, dada anakuja. Kisha kutokea mtu amelipiwa na kufika kwa Chido? Hapana, haijawahi kutokea. Vipi mahusiano wako? Watu wanajaji sana kwenye mitandao. Vipi dada jamani mrembo namna hii anahimiza maombi kwenye saluni Ninayo mahusiano, nina mume, nina watoto. Bwana wewe. Kwa watu wajipange sana kwenye hilo. Kwenye hilo hapana, yani hapa jimbo lipo wazi. Bwana. Kwa nini uliamua kuweka location hii ya huko Kimara Kona? Nimeona kwamba kukaa mjini napo watu wengi mnakuwa riziki vuta ni kuvute. Unajua kuanzia hapa Ubungo. Mimi nipo ni Ubungo, sio Kimara kabisa. Hii ni Ubungo Kona. Kwa hiyo ukisema uchukue Ubungo Kona, kuna watu huko Mbezi, Kimara nzima, twende Kibaha, twende Kibamba. Hapa na Sinza Ubungo ni karibu. Wananitosha sana watu wa hivyo. Kuliko kwenda sehemu yani unakaa Kinondoni labda saluni 20. Masaluni yani inakuwa vuta ni kuvute nyingi. Alafu mimi naamini kwenye kazi nzuri. Kwa hiyo nimetafuta eneo lenye utulivu kama ulivyoona, hausikii kelele, sehemu mtu anaweza kukaa nje ametulia, ndio sehemu niliyopendekeza mimi. Na wanakuja kwa sababu kazi ni nzuri. Okay Chido. Kwa maana hiyo ni kwamba nchi sasa inatingishika kulingana na wewe ulivyoamua kuibadilisha tasnia hii ya saluni iwe tasnia kwamba mtu anakuja anasukwa lakini pia anapata na neno la Mungu. Najua vita vitaibuka sana. Vipi maneno sasa vijembe huko? Unakabiliana navyo vipi? Hebu tuambie hapo kwa sababu mimi najua watu pengine watabaki kusikia mengine ambao nakuuliza hapa. Unasikia wengine wanasema amna lolote, hiyo kiki tu. Hiyo ni amejiwekea ni kuvutia wateja. Sasa kama mtu mwenye akili zake timamu anasema nimejiwekea kuvutia wateja, kwani nilivyokuwa nimekaa na waza hiki kitu sikuwaza dini nyingine, na mbona mimi wateja wangu wengi sana ni dini nyingine. Alafu ukiangalia watu wanaosuka sana ni hao wadada mjini wale. Kwa nini sikuwafikiria nitawapoteza dini nyingine? Kwa mtu anayesema hiyo kiki sijui anafanya kuvutia wateja, mimi namuona tu ni mtu ambaye hana maarifa ya kufikiria. Na kama ni unafanya kuvutia wateja ni kiki amfanye katika roho, basi zile reaction za watu yani wamejazwa na roho mpaka mtu anafikia anaomba vile. Kama unajua imani, unajua pale nini kinaendelea, pale kuna kitu gani kinaendelea, yani atmosphere inabadilika kabisa. Mungu mwenyewe anahudumia watu wake. Ingekuwa ni kiki tungekuwa tu tunaimba basi tunaondoka, wala Mungu asingeshuka. Na pia hii imechangia kuwatia moyo wazazi. Unajua zamani ukimwambia mzazi nataka niwe salonisti, inachukuliwa kama ni sekta ambayo ya kiuni tu, yani kiuni, yani sio sekta ambayo inaheshimika. Kwa hiyo hii imetia moyo wazazi wengi, wananipigia simu natoa mafunzo. Sasa wanatamani kumbe binti yangu anaweza akafungua saluni na bado akawa binti mwema anamtumikia Mungu, sio kazi ya kiuni kama ilivyokuwa inachukuliwa zamani. Okay. Watu pia wanajaji mbona mkono wake hatuuoni kwenye vichwa vya wateja. Hiyo nao unaichukulia vipi hiyo? Kwa labda mtu uweze kumsuka labda kuna namba atakuwa tu hela nyingi zaidi? Hapana, mimi nasuka sana, nasuka sana. Na napostigi, sema wengi wamenijua hivi yani hizi kipindi ambacho video zimetrendi sana, lakini wanaonijua toka zamani. Yani video zangu zote mimi nasuka mwenyewe, na posti nasuka mwenyewe, na nasuka mtu anayekaa VIP, nasuka mtu anayekaa normal. Yani kama wamezidiwa alafu wateja wamekaa eti mimi nipo nikae tu boss, hapana. Hata clip zangu nafumua nywele, naosha. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri clip zangu mimi nasuka. Hivi una muda gani tokea uanzishe hii? Nianzishe saluni? Mimi saluni muda tangu nipo chuo nasoma, mimi nimefungua saluni, nikamaliza hapo, nikafunga zaidi ya mara 4. Toka 2017 mimi nafungua saluni, nafungua. Na kitu ambacho kilikuwa kinafanya ufunge saluni ni nini? Biashara ina changamoto, biashara inakuwa ngumu. Yani unachokifanya na unachotakiwa ulipe kodi, ununue vifaa haviendani. Kwa hiyo unajikuta umeishiwa mtaji, unafunga, unaenda tena kurudi shule, nasoma, namaliza narudi nafungua. Yani vitu kama hivyo ni changamoto tu za biashara.
Lakini sasa hivi sasa hivi Mungu ameniona, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Sasa hivi Mungu ameniona, hatupungukiwi, anatusaidia, tunafanya vizuri, tunapata riziki, na vijana karibia 28 wanapata riziki. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu. Kwa kuna shift hapa Hapa tupo masaa 24. Kwa mtu muda wote atoe tu taarifa, anakuja muda fulani anakuta huduma. Lakini worship zile huaga ni mchana tu, usiku hapana? Worship tunaanza jioni, siku ya Alhamisi na Jumapili, kuanzia saa 11, saa 12 mpaka wateja wanapoisha, iwe saa 6, iwe saa 5. Kuna mtu alikuwa anasema kwamba sasa haya mapambio yanayoimbwa, ikitokea labda mtu akaanguka tu ghafla mapepo, inakuwaje hapo? Tunaomba. Hata clip ipo kabisa. Mtu alishuti, mtu alianguka binti, tukaomba mpaka akalikava kaka sawa. Tunamwamini Mungu ndio tunachokifanya. Ipo clip. Nitashare tu kidogo maana wengine wataogopa. Sasa uzuri kushare sana. Kuna DC ilivyokuwa. Ilikuwaje mpaka mtu akaanguka baada ya kuomba na tulikuwa tunaimba nyimbo za kuabudu, watu wamezama, watu wakaanza kuomba, na kama ninavyokuambia, kwa sababu hatupretend, hatutaki tujui kiki au ni content tu, Mungu mwenyewe akashuka, yule binti akaanguka, hivyo akaanza kupiga kelele, tukamuingiza huku VIP na watu baadhi wakaanza kumuombea mpaka akakaa sawa, na mwenyewe akakiri kwamba kuna vitu vinamsumbua lakini anajisikia amani. Tunamshukuru Mungu, tukaambia usiache kusali, Mungu atakufungua. Baada hapo alirudi tena? Ilikuwa sio muda mrefu, kama wiki imepita. Ila tunawasiliana, unaendeleaje, vipi? Hivyo. Bwana we. Unawezaje kubalansi kazi zako na kwenda kanisani kumsifu Mungu, upate madini yote ambako uhamishie kwenye biashara? Kwanza sisi Jumapili tunafungua kuanzia saa 4. Kwa mimi naenda KKT nasari saa 12 baada yetu mpaka saa 2 ama saa 3 mpaka saa 5. Ya mikesha lazima niende. Yaani ikishafika saa 5 saa 6 mimi na mikesha Alhamisi na mikesha Ijumaa. Na ibada zile maalum lazima niende. Kwa hiyo tutaenda kwenye mkesha na watoto wadogo zangu tunaenda nao wengi tu. Tutarudi hapa saa 11, tutalala masaa 2 matatu, wateja wanapofika sisi tunaendelea na kazi. Kwa hiyo kazi haituzuii sisi kujihusisha na mambo ya kimungu, sio ibada, hapana. Ni KKT ipi ambapo unasali kwa mastai au wapi? Hapana, mimi nilikuwa nasali huko Golani, sasa hivi nasali Matosa. KKT usharika wa Matosa. Bwana, mchungaji wako tutana wewe? Mchungaji wangu hataki tumtaje. Kweli? Ndio unasema hivyo. Alishweka mwinjilisti. Kuna naniliu, kuna namna, kuna vitu vilitokea, watu akaniambia kama ulize mchungaji wako, sio kaongea na mchungaji wako, kuna vitu vilitokea. Kwa vitu gani hivyo? Nilisemaga kwamba niliposti clip nikasema wadada tunavaa vibaya kanisani, tuache kuvaa vibaya, sijui nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wakahamaki, wakaona kama tumewaambia wao, kumbe sisi tunaongelea wadada wote. Okay. Yes. Sasa tuamie kwenye upande wa mastaa. Mimi najua Chido huu mji unaujua na ni wa kwako. Vipi mastaa wanasemaje? Uwepo wao katika saluni yao hapa uko vipi? Tuambie. Wanakuja, tumemwona Asma amekuja, tuna Rosemary Ferry amekuja, na wengine wameni DM, dadangu Gertrude wameni DM, wamesema amecomment kwenye post yangu, amependa tunachokifanya. Kwa hiyo wanakuja, wengine tunawafuata, wanapenda tunachokifanya. Ni kitu kizuri, kwa hiyo na wao wananisupport tu. Mikoani wanakuchukuliaje, wanasemaje? Wanatamani sana hiyo huduma ifike mikoani. Wanatamani sana, yani wanasema Chido unakuja lini huku? Njoo basi fanya hata kwa siku moja huku. Kwa hiyo tuna plani tuwe na time, yani ratiba zetu. Tuwe tunaenda Dodoma, tunatafuta hall, tunaandikisha wanaotaka kusuka siku ya kwa ngapi, tunaenda na wahudumu wanaotosha, ama tuchukue wahudumu wa Dodoma, tuseme wasusi wote wa Dodoma wanaofanya vizuri. Tunaomba majina yenu. Tuna wateja 100. Tunatafuta hall, tunaweka speaker, siku hiyo ni kusuka, kusifu, kuabudu the whole day. Basi. Tutegemee vinanda na magitaa ndani ya saluni yako? Vishakuja. Viko wapi? Yaani vipo, na leo nitaposti video ambayo tukiwa tuna kinanda tunaimba. Yaani nakwambia hapa saluni. Nimeanza muda, sema tu watu hawajui, wengine wanajua ni jana. Mimi nimeanza muda. Sema ndio wakati wa Mungu, wakati sahihi basi. Kinanda saluni. Kinanda na wateja wa enjoy, wanafurahi hivyo, na mtu anapiga hivyo. Bwana we. Kwa hiyo patakuwa na kinanda motif au aina gani, kinanda kogi au nini?
Mimi sijui aina za vinanda, mimi najua tu ni vinanda. Anakuja nacho mtumishi wa Mungu Joshua, anapiga huko anaimba na watu tunaingia uweponi vizuri tu. Uweponi mwa Yesu. Mwa Yesu. Uzuri wasusi wangu mimi nimeweka hodari, kwa wao wanaweza wakasuka huko wanaomba. Okay. Wa Nigeria wanasifia sana vile wanavyosema, na umetuambia na DM, na pia nimeshuhudia baadhi ya DM zingine uko unazisikiza lugha ya Kifaransa na nasikia kabisa. Yeah. Sasa wao wanaelewa vipi? Kwa sababu lugha ambayo inatumika ni lugha ya Kiswahili. Wao wanaelewaje? Na wao wanakuambia, nataka uniambie ni wao wanafeel nini? Yaani nikwambie, ukiwa sisi tunasema kwamba mkijazwa Roho Mtakatifu mnaweza mkaongea lugha tofauti na mkaelewana. Tukikumbuka kwenye historia ya nyuma ya Yesu, wanafunzi wake walivyojazwa Roho Mtakatifu, watu walivyojazwa Roho Mtakatifu, kila mtu alikuwa anaongea maneno yake lakini wanaelewana. Kwa hiyo nikikwambia hapa kuna Mungu kweli kabisa, hapa kuna Mungu mwenyewe kabisa. Wao hawaelewi lugha tunayoimba lakini wanafeel. Yaani kila mtu, mimi nimeshapigiwa simu mtu analia. Yaani anakwambia nimetoka kusikiza video yako, mimi sijui kwa nini nalia tu hivi. Kwa Mungu, yani naomba tu watu waelewe iko kitu. Kuna watu wananielewa. Sawa. Yes, kwa wananipigia, wanasema, "Mbona umesikiza voice note?" Nimesikia hapo. Ni yule mchungaji kutoka Nigeria. Amependa nilichokifanya. Yaani anasema kwamba Mungu akubariki, akuongezee, usiogope. Wengi wananiambia nisiogope kwa ninachokifanya. Maana vitisho ni vingi. Atapoteza wateja, sijui hivi na hivi. Kwa hiyo wananitia moyo, usiogope. Watu wanakutishia sana kwenye mitandao. Mtu ana comment kabisa. Alafu wateja wakianza kupungua, mjiulize shida ni nini? Sasa kwa nini wateja wapungue? Eti kwa sababu hivi tunavyofanya tutawafukuza, wengine hawapendi. Okay, mimi nataka kuambia Watanzania, tokea waanze kufanya hivi, ndio wamepungua au ndio wameongezeka? Mimi nataka uniambie tu, yani hiyo statistics nzima. Yaani niwaambie tu Watanzania, tangu nimeanza kufanya hivi, sijawahi kupungukiwa tena hizo siku za ibada. Leo umekuja hapa ndio unaona kupo hivi. Hamna wateja wengi. Ungekuja Alhamis ama Jumapili, muda kwanza kufanya interview hapa ingekuwa ni issue. Yaani ni issue, yani inakuwa yani watu ni wengi, ingia toka watu ni wengi. Kwa hiyo yani watu wameongezeka, na mimi niwaambie tu kwamba hasitapungukiwa, nitaongezeka daima. Hicho tunachokiamini mimi. Bwana we. Na vifaa ni vile vile unavyotumia kama watu wengine au vya kwako vina tofauti sana? Vifaa yani vya kusukia nini? Tunatumia tu vifaa vya kawaida hivi ambavyo wanatumia watu wengine. Bwana we. Sasa mimi nataka tufanye tour hapa ndani. Sehemu moja bana nyingi, kwa sababu unaweza kusema mbona wamekaa tu hapa Katawezi na Eko, lakini mbona atuoneshi kwa mikono yake hizo sehemu ambazo waga anafanya maombi na nini, kunena kwa lugha, kuzungumza na vitu kama hivyo. So nataka tufanye tour